fundi wa mapaa ambaye anatupitisha katika mchakato mzima wa uwezekaji wa nyumba hizi. Tutafahamu namna anavyoshughulikia changamoto hii na jinsi anavyohakikisha paa linakuwa la kudumu bila matatizo ya uvujaji. Wangu mimi hakukuwa na ugumu sana kwa sababu kitu nilikuwa nina nia nacho. Kwa sikuwa na ugumu mkubwa sana kwa upande wangu. Sababu niliweka nia na lengo kujua kazi, nashukuru Mungu sikupata changamoto kubwa. Japokuwa inakuwa hazikosekani changamoto ndogo ndogo, lakini hakuna changamoto ambayo mimi ilifanya labda nikate tamaa na kuniumiza kichwa sana, hakuna. Unakuta kuna muda fundi anapigiwa simu, anatakiwa aende site nyingine na pale sasa jukumu anakukabidhi wewe. Sasa wakati wewe unajihisi kama hujaiva, fundi wako anakuachia kazi. Sasa inatakiwa utumie akili ya ziada kufanya kwamba hapa natakiwa nifanye kitu, fundi wangu atakaporudi basi pasionekane pana makosa. Hizo ndizo changamoto, na maana natakiwa uumize kichwa ikiwa peke yako fundi wako hayupo, ili mradi akirudi pia uepukane na lawama, lakini pia upate sifa kwamba sasa unaweza kufanya jambo. Kwa kila makosa ni hatua ya kujenga mafanikio. Hili ndilo limemjenga kuwa mjenzi bora. Nishabomoleshwa kazi na fundi wangu. Alinikabidhi kazi na akanipa maelekezo kisha akaondoka. Mimi nikafanya, ina maana nilifanya wakati nikahisi upeo wangu umefikia hapo, nikaona sasa ninafanya kwa kile ninachokiweza. Baadaye fundi wangu aliporudi, alipoangalia akaona ni makosa. Kwa hiyo akakubali kuwa na yale makosa kwenye hiyo kazi. Alinifumulisha na nilifumua usiku kwenye jioni saa 12 kwenda saa 1. Aliniambia hapa ufumue mpaka asubuhi panatakiwa pajengwe. Niliumia na nilitamani kulia, lakini sasa kwa kuwa ni kazi na mimi nataka kazi, nilikubali matokeo nikafumua. Kesho yake nikakaa na yeye tukafanya, akanipa maelezo kwamba ilitakiwa ufanye 1, 2, 3. Kwa hiyo hicho pia najivunia. Kule kufumua ambapo kipindi kile kuliniumiza moyo, kumbe ndio kulikuwa kujifunza mimi mpaka sasa hivi kufanya kazi nzuri. Hiyo nyumba ambayo nilifumua kwa kipindi kile, hizi nyumba za Arden Roof zilikuwa sio sana. Nyumba nilikuwa za kawaida ya mapaa ya kusimama. Kwa sababu nyumba inapokatika sana inakuwa ina kona nyingi, wanazaliwa watoto wengi kwenye nyumba ikiwa kubwa, na maana kuna changamoto ya kupangilia vipimo kwamba unatakiwa ujue hatua mpaka ya hatua. Sasa usipojua hivyo ina maana wewe utazima utavuruga. Unajua kitu kikubwa kwenye vitatu, mimi naamini kwenye ufundi vitu vitatu muhimu. Kwanza ule ufundi wenyewe kuutumia, lakini pia akili ifanye kazi. Lakini jambo la tatu, ubunifu unahitajika kwenye ufundi. Kama ulivyozungumza kwamba kadri tunapokwenda kuna nyakati zinabadilika. Kwa hiyo ukiwa na hivyo vitu vitatu, mimi na imani utafanya kazi kwa kila mtu. Faida ya bati hili ambalo paa ya kusimama, faida yake kubwa, faida yake ya kwanza kwa maana ni muonekano. Unajua hili paa likisimama mwingine anapenda kule kuangalia tu ule muonekano na hasa nyumba ikiwa ina kona nyingi, basi ukiangalia tu unafurahia. Lakini pia labda tukadirie zile kona za lile paa pia zinaleta ule muonekano. Unanifahamu bwana? Ukiangalia tu basi inapendeza. Kwa sababu hiyo nyumba ya kusimama pala kusimama manake kuna pia fisherboard zile za mzunguko wa pembeni. Zenyewe tu peke yake zinaleta ladha ukiziona. Lakini pia inakuwa ngumu sana kuvuja. Ikitokea mpaka inavuja basi changamoto labda kwa mafundi ama vipi. Kwa sababu kwanza mvua inapotua kwenye paa ni haraka sana kushuka. Na maana haina muda ya kusinzia pale kwenye paa kwa sababu paa inakuwa imesimama. Kwa mvua inaponyesha maji yanashuka kwa wakati kwenda chini. Kwa zile changamoto za kuvuja nini nakuwa hazipo. Utunzaji wa paa ili lisiharibike sana paa lako lisio limefunikwa na miti, mfano minazi, miembe, mikorosho, yani ni miti, kwa sababu ile miti itakuwa inaangusha uchafu kuangusha kwenye paa, patatengeza kutu, itapelekea labda bati kutoboka. Na maana ni hivyo tu kwamba paa lako liwe open, kwamba lisizungukwe na miti ambayo inaweza kudondosha uchafu kwenye paa. Kinyume na hapo hakuna utunzaji mwingine wa paa. Mapaa ya aina hii kama tunavyojua yamekuwa sehemu ya urithi wetu tangu enzi za zamani. Na leo hii wengi wanavutiwa na mapaa ya Arden Roof kwa sababu ya muonekano wake wa kisasa. Kwa yeye ni kwa namna gani anahakikisha paa hili halivuji? Wengi wanatamani kuwezeka Arden Roof, lakini hofu yao kubwa inakuwa kwenye uvujaji wa nyumba. Hii watu wengi washanipigia simu na kuniuliza na kuniomba nikazibe sehemu ambazo mafundi wengine wamefanya, lakini paa linapitisha maji ndani. Unifahamu? Sasa changamoto inakuja, kwa mfano paa amezeka mtu mwingine afu kwenye mimi nikazibe, unanipa changamoto kubwa. Lakini mimi binafsi toka nimeanza kuwezeka mapaa yangu ya Arden Roof sijawahi kupigiwa simu kwamba eti paa linavuja. Wengi wanatamani kufanya Arden Roof lakini wanaogopa kuvujiwa. Kinachopelekea mapaa kuvuja muda mwingine ni aina ya mafundi. Aina ya mafundi, kwa maana mafundi wawili, anayejenga boma
lakini pia yule anayekuja kuwezeka. Sawa? Maandalizi yanatakiwa yaanze mwanzo. Ushanifahamu? Lakini pia fundi ambaye anatengeneza, kwa mfano kama mimi na mafundi ambao wakifanya kazi hizo za kujenga aina ya nyumba ya den roof, nina uhakika nao 90% kwamba hitaharibika jambo, kwamba nina uhakika kinachofanyika. Sasa kuna fundi mwingine kwa hana taaluma na kujenga den roof, ushanifahamu bwana, ila asipokuwa kwa kuwa amepata kazi na yeye anahitaji pesa, basi inalazimika afanye kazi pasipokuwa na utaalamu nazo. Kwa hivyo vitu vinaleta changamoto. Baadaye inaonekana kwamba den roof sio mzuri, inavuja sana, lakini kumbe sio kwamba sio mzuri. Ni aina gani ya fundi uliye naye anakufanyia kazi yako. Den roof kawaida ina silabu zinakuwa zinamwagwa kwa ajili ya kukusanya maji yanayotoka kwenye paa. Yatakusanya hayo maji kisha yashushe kwenye mifereji husika ambayo imeandaliwa iweze kupeleka maji chini. Hapo ndio kwenye utofauti. Lakini kwenye mapaa ya kusimama manake hakuna silabu zitakazomwaga kuhusiana na maji, kwa sababu paa la kusimama maji kwa yanashuka moja kwa moja. Lakini den roof maana yake kuna mifereji huwa inaandaliwa wakati unaanza, na lazima uwe una plan kwamba maji yangu nyumba nitakayojenga paa hili maji yatashuka hapa, yakishashuka hapa yatakutana hapa, yatashuka kwenda chini. Kwa hiyo maandalizi huwa yanaanza mwanzo. Sasa wewe wakati ulijenga kawaida unatakiwa kunyanyua paa, baadaye ukachange gia angani, maana yake ile mifereji ya kushusha maji utakuwa umeikosa. Hapo ndio panapotokea changamoto, kwa maana utalazimisha sehemu yaende maji ambapo pa kustahili. Ndipo changamoto ya kuvuja inapoanzia hapo. Wewe unaanza kuchukua den roof kwamba ni mbaya, kumbe sio mbaya. Fundi uliokuwa naye au maandalizi yako hayakuwa mazuri tangu awali. Maandalizi ya kuwezeka nyumba za aina hii huanzia kwenye msingi wa nyumba hadi boma linapokamilika. Hapa ndipo Ramadhani anaposhughulika napo. Yeye anatueleza kile kinachofanyika kabla ya kuanza kuwezeka. Hii nyumba tumeanza kwanza kuchimba msingi, alafu ipo kwenye slope. Kwanza hii nyumba unaona ipo mlimani. Tumeanza kupima msingi wetu kwenda chini una sentimita 60. Alafu tofali ambazo tumetumia ni za inchi 6. Unaona? Pia tumeweka hii lailoni ya kuzuia umande, kwa sababu mji unakuwa, watu watajenga, kila mtu ataweka vyoo, maji ya mvua, huu msingi utashika umande, inatengeneza fungus, maji yanapanda juu, unakuta nyumba zingine ukienda unakuta imetengeneza fungus kwa sababu hii lailoni haijawekwa. Na kitu kingine cha kuzingatia, mfumo wa maji. Hii nyumba tumejenga, mfumo wa maji upo kati, yani inapokea maji ya kushoto na maji ya kulia. Hivyo ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Kwa hiyo toka tunaanza msingi chini, tumeandaa mazingira ya juu na ya kumalizia. Gharama ni zile zile, ila tu watu wanadanganyana kwamba hizi nyumba zinakwepa gharama. Kwa mimi kama fundi ambaye najua na nina uzoefu nazo, hazikwepi gharama zozote na wala haziondoi mapungufu yoyote tofauti na nyumba za kupaua kawaida. Wengi huamini kuwa kujenga paa hili lililojificha ni nafuu kuliko mapaa ya kawaida, lakini ukweli ni kwamba gharama zinakuwa sawa na za kawaida, ingawa den roof inahitaji vifaa maalum na usahihi mkubwa wa kazi. Gharama za ujenzi huwa zinapatikana kwenye nyanja zote kutokana na mahitaji maalum ya muundo na utekelezaji wake. Kwa upande wa den roof tunatumia hivyo, tunatumia mbao, tunatumia misumari, tunatumia bati, lakini tunatumia kuna kitu kinaitwa flash. Sawa? Hivyo tunavitumia kwenye den roof, lakini pia unaweza ukawa na hivyo vitu na usifanikiwe. Kwa nini? Kichwa chako kipo vizuri kwenye kuzisuka hizo. Unajua unaweza ukawa na pesa hata milioni 100 lakini usinunue hata baskeli vifaa ukawa navyo lakini usijue kuvitumia. Kwa hiyo pamoja na kuwa na vifaa, akili yako pia ifanye kazi kwenye kitu ambacho unakifanya. Unanifahamu bwana? Kwa hiyo material unaweza ukaletewa, lakini unayatumiaje material hayo kwa usahihi? Unanifahamu bwana? Unaweza ukahitaji kwa kila kitu kwa bosi na akakuletea, lakini ukashindwa kufanya kitu ambacho kipo sahihi. Matokeo yake sasa bosi ana haki ya kukulaumu wewe, kwa sababu kwa kila ulichokitaka ulipewa, lakini hakuifanya kazi yake kwa ufasaha. Kwa kikubwa zaidi ni umakini. Hicho ndio kikubwa zaidi, ule umakini na ubora wa kazi zako ndio kitakufanya wewe ufanikiwe kwenye mambo yako. Hata mimi ninapotengeneza den roof naweka vipande vya tiles kwenye ule mfereji ambao tunasema ni gata, ambayo paa zima litashusha maji kwenye ile gata.
Kumbuka pale kwenye gata chini kuna zege imemwagwa kama silabu. Unanifahamu? Hivyo basi usipoweka tiles, maana yake yale maji yatakayoshuka kwenye paa italazimika yawe yanamwagikia pale kwenye ile zege kuoza. Matokeo yake inapokunywa maji zege, tayari maji yanapitisha kwenda chini. Unapopiga vipande tiles pale chini na kwenye hizi kuta za pembeni, kwa maana yale maji yote yanayoshuka kutoka kwenye paa zako kwenda kwenye zile gata zako. Sasa hizi gata itategemea aina ya ramani ya nyumba, ziko ngapi kwenye nyumba. Nyumba ina gata moja, nyumba ina gata mbili, nyumba ina gata mpaka 3 kwa 4, inategemea na aina ya ramani. Kwa hizo gata zote inatakiwa zipigwe tiles, kwa maana yale maji yote yanayoshuka kwenye paa yaweze kufika kwenye tiles na kuteleza kutembea kwenye bomba husika ambazo zinafanya maji yaweze kwenda chini. Ni kitu muhimu sana. Wengi wanafikiri kuwa ni rahisi ujenzi wa Harden kuliko paa la kusimama, lakini mimi ninasema sio rahisi. Kwa sababu gani? Utofauti unakuwepo sehemu moja, kwamba paa la kusimama kinachozidi bati na mbao kwa nyingi, lakini paa la Harden lina gharama kubwa sana, kwa sababu lina sehemu nyingi za kumwaga silabu na canopy, kwa maana unatumia nondo nyingi, unatumia simenti nyingi, unatumia kokoto nyingi, unatumia tofali nyingi. Kama unapoangalia kuna hilo jengo, ina maana lina canopy nyingi. Ukiliangalia lina sehemu nyingi sana zimemwagwa canopy, lakini pia silabu nyingi zimemwagwa. Kumbuka kila unapoiona silabu kuna nondo zimesukwa. Kila unapoona silabu nondo zimesukwa. Kwa hiyo utofauti kwamba unabadilisha kutoka kwenye bati kuleta kwenye nondo. Kwa hiyo gharama zinarudi mule, hakuna rahisi. Unanifahamu bwana? Swala la rahisi kwamba hapa ni rahisi sio kweli, kwa sababu kule unachoongezeka ni bati na mbao. Kwa kile unachokipunguza kwenye bati na mbao, kumbuka unakirudisha kwenye nondo, kokoto, mchanga na tofali. Kwa hiyo hakuna rahisi. Kwa sababu kuna vitu tu unabadilisha, unavitoa huku, unavileta huku kwa gharama hizo hizo. Kwa hiyo sio rahisi kwamba eti kule nitatumia milioni 20 hapa nikatumia milioni 10, hapana. Labda wewe hujataka kuitendea haki Harden Roof. Lakini ukijenga kama inavyotakiwa Harden Roof hakuna rahisi. Unanifahamu bwana? Asikwambie mtu kwamba Harden Roof ni rahisi, ukamwona mtu eti kajenga Harden Roof yako ukamwona eti kajenga mseleleko kabisa Kitonga, sio kweli. Kuna pesa hapo imeingia. Sawa bwana. Sio rahisi kama watu wengi ambao wanafikiria hivyo, hapana. Unachokiepuka kwenye mapaa ya kusimama na humu kwamba kule unatumia bati nyingi na mbao nyingi. Lakini kwenye Harden kuna kitu hiki kinachoitwa silabu au canopy. Hapo ndo kwenye shughuli ya nondo, simenti, mchanga na tofali kama unavyoona. Kwa sababu ya nini? Kwamba urembo pia, ili Harden iwe mzuri lazima vitu kama hivi viwepo. Hauwezi ukajenga Harden pasipo kuwa na vitu kama hivi. Inakuwa Harden na hujaitendea haki. Na ndio maana nikasema ukijenga Harden na ukaitendea haki, basi gharama zake haziwezi kuwa tofauti na paa la kusimama, kwa sababu gharama ni zile zile tu. Unachobadilisha ni aina tu ya material, lakini hapo zinatembea nondo za kutosha, hapo zimetembea simenti za kutosha, hapo zimetembea kokoto. Kwa hiyo gharama zile ambazo ulitaka uliona kama umeziepuka kwenye bati ndio zinarudi hapa kwa ajili ya hizi canopy. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya yale, tuna mfumo ule. Lakini pia kwa mfano kama hapa tunaona hii ni canopy ambapo ni kuna dirisha hapa. Unaona hapa hamna dirisha, kwa maana haipo. Lakini hapo ukiangalia kwenye dirisha kuna canopy juu. Unaelewa? Lakini hapa pia kuna hizi dirisha, lakini ukiangalia kuna canopy. Kwa hii canopy inasaidia, ukiacha tu kuwa ni urembo, inasaidia mvua kuto kuingia ndani. Utofauti upo kati ya hapa ambapo pako plain na hapa kwenye canopy. Unifahamu bwana. Lakini hiyo canopy ndio kile ninachokiona hapo, kuna nondo, kuna kokoto, kuna simenti. Kwa hiyo gharama ndio zinazidi kurudi mule. Humu lazima tudili navyo. Unifahamu bwana. Sasa tunakuja kama hapa. Ukiangalia hii shughuli iliyofanyika hapa, hiyo zege iliyomwagwa hapo, ukiangalia shughuli ya nondo iliyoingia hapo, manake kama imebeba mzigo kiasi hicho, ina maana hapa chini pia nondo iliyosukwa hapo sio ya kawaida. Kwa hiyo tunarudi kwenye ile budget ya kusema kwamba ni rahisi. Haiwezi kuwa rahisi kwa shughuli kama hiyo. Lakini jambo lingine la muhimu ambalo nataka leo niwape faida watu, narudi kwenye mfumo wangu ule wa kwanza. Umeona hapa?
Ina maana ile silabu yetu sasa ya juu ile nini gata ambayo inapokea maji ya paa. Hii ndio njia ambayo maji yanashuka sasa. Kumbuka eneo ambalo tumepiga tiles ambayo tunakusanya maji ya paa zima. Ambapo tumepiga tiles yanakusanya maji ya paa zima, yale maji yote yanashuka hapa. Hapo ndipo niliposema pale mwanzo kwamba lazima yapatikane maandalizi ya kuanza chini. Kwa nini? Ndio vitu kama hivi. Ikiwa wewe umechange gea angani, vitu kama hivi utakuwa umevikosa. Kwa sababu baadaye utalazimisha vitu vifanyike viende sehemu ambapo sio njia yake. Kwa sababu hii plani mwanzoni ilikuwa haipo. Baadaye unakuja kubadilisha mfumo, hivi vitu huwezi kuvipata. Lakini hivi ndivyo vitu muhimu vya kuzingatia, kwa sababu yale maji umeona yamewekwa maandalizi, lakini unaona kuna kitu hapo kimenyanyuka kwenda juu, unakuta kama fasheni fulani. Yaani unapata faida mara mbili. Nyumba kama hii, gata, wameona kwa mfano kama hii. Hii kinachoonekana hapa ndicho kinachoonekana juu. Kwa hiyo nyumba kama ina gata 3, basi hizi pia zitakuwa 3. Sasa kwa mfano nyumba kama hii tumetengeneza gata moja katikati. Kwa sababu vile vipaa ambavyo vinashusha maji haviko vingi. Tunasema viko 3. Ambapo vipaa hivyo unamaanisha nini? Ni hayo mabati ambayo hayo tukizungumzia paa ni zile bati sasa zinashusha maji chini. Hivi ndio paa. Sasa hivi zina vipaa 3 ambavyo vyote vinaelekezea maji kwenye mfereji mmoja katikati ambao ndio huu sasa. Unafahamu? Kwa pala huku na pala huku. Ina maana upande huu kuna paa 2 ndogo ndogo na upande huu kuna paa kubwa moja ambayo yote yataelekeza maji katikati. Ndiyo yanapopokelewa yanashushwa na mtaro huu. Sasa ikielekana nyumba imebadilika ramani, kwa maana patalazimika huko juu kuwe na gata labda 3 au 2. Sasa pia hivi navyo vitaonekana sehemu 2. Huenda inalazimika maji yashuke hapa, lakini maji mengine yashuke upande wa pili, lakini mengine yashuke ubavuni. Kwa hiyo kadri tutakapotengeneza gata juu, basi hivi navyo lazima utavikuta, kwa sababu ndivyo vinapotakiwa vipokee maji kutoka juu kuleta chini. Hii nyumba imechukua bati mita 222 mita. Wastani wa pisi 70 plus hivi. Lakini kwa mita ni mita 222. Tukisema tuzigawanye kwa 3 hapo wastani kama wa pisi 70 na kadhaa, lakini wastani huu ndio nyumba kama hii inabeba. Ambapo kama ingekuwa ya kusimama zingekuwa ngapi? Kama ingekuwa ya kusimama tungetembea kwenye wastani wa pisi 120 mpaka 30. Kwa hiyo pisi 50 zilizobakia hapo hizo tumezijumlisha kwenye gharama ya nondo, kokoto na nini, ndio tumerudi huku. Sawa. Kingine tukakiangalia hapa. Kwa ndani hapa hakuna utofauti na nyumba za kawaida. Japokuwa kwa mfano kama hapa tunavyoona, kutokana kuna hizi marine board hatujatoa tu kwa sababu hiyo slabu ya juu ambayo tumemwaga ile nini gata. Na maana ndo hizi marine board ndo zimekalia, lakini hatuna muda mrefu tutakuwa tumefumua kila kitu kitakuwa safi. Na maana hizi unazoziona ni kwa ajili ya kushikia ile gata ambayo tumefunga hapo katikati. Nyuma yake kuna vijana ambao wanajitahidi kujifunza na kutekeleza kazi anawafundisha, na wao pia hujivunia kufanikisha kazi nzuri na kuwa sehemu ya timu inayozalisha matokeo bora. Kitu cha kwanza nilikuwa naona kigumu kufahamu kazi, kwenda kwenye kazi ulikuwa ni kwenye marengo nayo kipindi cha nyuma ulikuwa hujawahi kuifanya. Kwa mfano, mimi nilikuwa talent yangu ipo kwenye kunyoa, nimenyoa, kutoka kunyoa mpaka kuja kwenye ufundi ni kitu kingine tofauti. Baada ya kuingia kwenye ufundi, changamoto nilizokutana nazo, cha kwanza kitu cha kuelekezwa na mtu kidogo alikuzidi umri. Unajua kuna muda unaelekezwa unaogopa hata kuuliza, sababu hapa nikiuliza naweza ikatokea nini. Lakini nashukuru Mungu anafundisha kutokana na mtu alivyo. Afundisha kutokana, anajua huyu ni mtu ni mwoga, nimweleze taratibu anielewe, then ajue nini anachokifanya. Kwa hiyo alikuwa ananieleza taratibu na alijua kwa sababu huyu kijana nikimwelekeza hivi atakuwa elewi. Nashukuru Mungu changamoto hizo nilikawa natemka nazo taratibu mpaka sasa, na imani anafurahia kuwa kwenye kundi lake. Vijana wengi kwanza tunataka kazi line. Hatupendi kujitesa, ndio maana vijana wengi utakuta tunachangamkia fursa ya kwanza bodaboda. Hiko ndio kitu tunakimbilia, 90% vijana tunakimbilia huko. Ndio maana hata mabosi wa mikataba wanatoa pikipiki nyingi.
Kazi ya site, kwanza ujue site hazikai mjini. Iko ni kitu cha kwanza. Site inapatikana porini. Na ukishaingia porini ujue kabisa kuna umbali. Sisi hatufanyi datu, tunatoka mikoa. Utaingia kambi. Kijana kama mimi ndavoenda kambi ya kukaa wiki mbili, nitakuwa nawaza mtaani vitu vingi, starehe na hela tayari nayo. Lakini nashukuru Mungu, najua nini nilichokuwa na hii ni fursa na kitu nakipenda. Najua ndo kazi itakuja kunifanya hapo baadaye niwe na brand yangu, niwe na ndoto zangu tatimiza kutumia hii kazi. Kwanza umoja wetu. Ninaweza nikaanzia hapo kwa sababu hii ni timu ya watu 5. Timu ya watu 5, vijana wengi humo tuliokuepo ni mmoja tu ndo aliotuzidi umri. Ukiachana na Chila. Baada ya hapo wengine wote ni chini ya miaka 25 chini. Ni mwenye 25 sijafika. Kwa hiyo kwanza tunafanya kwa ubora. Na tukishafika site tunajua hapa tufanye kazi ili kesho ijiuze. Tupate mabosi, tuingize hela na mambo mengine. Kwa cha kwanza ni ubora wa kazi, cha pili ni Chila mwenyewe. Anapokuwa yupo kazini, mara nyingi apendi masiala kwenye kazi. Fanya kazi, kesho bosi ajue kabisa hii ni kazi aliyofanya Chila, kesho nimuunganisha sehemu nyingine akafanya. Mara nyingi unaweza kaenda mkoani mtu katumia nauli zake, akiangalia kijana umekuja kama mimi, yani nimeshanunua matilio yangu ya milioni 6-7, au kijana huyu anakuja kufanya, kweli itawezekana? Mwingine anakubali, lakini mwingine lazima muite Chila pembeni. Kweli umeletea watoto atafanya kazi yao? Tutakaa naye chini, utaongea naye, na tukimaliza kazi lazima aseme kweli nyinyi ni wadogo, lakini mkiwa kazini mnafanya vile inavyowezekana na mna uweredi wa kufanya hiki kitu. Kwa hiyo sisi naomba mabosi, changamoto hizo mweke tu pembeni, tuamini tunajifanya si kazi yako vizuri inashinda. Kuna vijana ambao wanajitahidi kujifunza na kutekeleza kazi. Nashukuru kazi imenitoa upande mwingine kunileta upande mwingine. Nilikuwa nacheza mpira, nilikuwa sina kitu, kama msela naishi kwa mama, nakula jioni mazoezini, narudi nyumbani nakula, sina pa kulala, sina kitanda, mimi kila kitu nyumbani. Ila nashukuru Mungu saizi na pa kwangu na kila kitu na najitegemea, na kuna watu bado wananitegemea, na kuna ndugu zangu wengine wadogo zangu nao wananitegemea kama kaka. Saizi naweza kuwasomesha kwa kipato kidogo nilikuwa nacho, na ishara Mungu akinijalia nahisi kwenye kazi hiyo naweza nikaoa. Mimi kama kijana nashukuru kazi hii imeninufaisha tena sana, kwa sababu ndio kazi ambayo ninaitegemea kwenye maisha yangu. Kila ninachokifanya kinatokana na kazi hii. Mambo mengi nimefanya, nimepata pa kuishi, nimepata pa kukaa, nimepata ka usafiri kwa ajili ya kazi hii. Unifahamu bwana? Kwa hiyo kazi hii ni kazi ambayo mimi ninaithamini na naiheshimu sana, kwa sababu ndio kazi ya maisha yangu. Unifahamu? Kwa hiyo nimenufaika kwa asilimia kubwa sana ambayo siwezi kuielezea sana, lakini kazi hii mimi nimenufaika nayo, lakini ndio kazi ambayo inafanya mimi maisha yangu yaende, na ndio maana naiheshimu na ijali sana, kwa sababu ndio kazi ya maisha yangu. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Mkwaji Masatu.